بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile visa vyetu vya mitume. Tunaendelea leo na ile kisa mtume Hud alayhi salam. Baada mtume Nuh alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Baada mtume Nuh alayhi salam, Mwenyezi Mungu alisema tulianzisha kizazi kingine baada hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mwisho wa historia mtume Nuh alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk, hakika hizi ni katika habari za ghaibu ambayo tumekufunulia ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahu ma kunta ta'lamuha ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. الله أكبر. huku unajua Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale watu wako ambao wako pamoja nayo hawakuwa wanajua kabla ya hii historia mtume Nuh alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema niliwapatia historia mtume Nuh alayhi salam kwa ukweli. Qur'an tunaijua ni ukweli kabisa, hatuna shaka hata kidogo na aya za Qur'an. Allahu Akbar. Lakini faida yake ni nini? Faida yake ni nini au Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fasbir, kwa na subra o Rasulullah. Hawa Quraysh, hawa watu wa Makkah watakusumbua, hawa watu wa Makkah watakutesa, hawa watu wa Makkah watakupitiza shida, hao watu wa Arabu watakuletea shida ya kila aina. Ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu anamwambia fasbir innal aqibata lilmuttaqin, kwa na subra, hakika mwisho wacha Mungu watashinda. Mwisho wa kila kitu wale ambao wanamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo watakuwa wameshinda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi. Ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alienda katika tauni ya Taif, akaambia ya ahlu Taif qulu la ilaha illa Allah tuflihun, watu wa Taif semeni la ilaha illa Allah peke yake mtakuwa mmefaulu. Allahu Akbar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambia hivyo, lakini walimjibia nini? Walimkataa. Baada ya muda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaambia, okay, fanyeni hivi, msiniseme kama ya kwamba nilikuwa na nyinyi hapa, wale watu wa Makkah ambao ni Quraysh wataniletea shida, msiseme kama nilikuwa hapa. Sasa hiyo walituma message wakasema Rasulullah alikuwa hapa, Muhammad alikuwa hapa. Hawakumwachia hapo, wakawatuma wale vijana wa mtaani, wakaambia ndeni mumgonge mawe, ramuhu bilhijara, wakaanza kumgonga mawe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu hatta damiyat qadamahu, mpaka nyayo yake ikaanza kuloa damu. Allahu Akbar. Damu kila mahali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuma malaika Jibril alayhi salam na pamoja naye malaika wa majabali, wakamkubujia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia ya Rasulullah, tuko tayari, tuambie tu ile jambo tutafanya. Huyu ni malaika wa majabali, atachukua majabali mbili kubwa kubwa kando ya Taif, atawagonganisha mara moja, wote watakufa hapo. Tutawasaga hao watu wote wa Taif katika hii town. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema nini? Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahu sema, ya Allah, waongoa watu wangu, hakika hawajui, hawako wanajua. Ya Allah, inni arju an yakhruja min aslabihim
man yaqulu la ilaha illa Allah. Allahu akbar. Natamani, niko na tamani ya hali ya juu katika mgongo yao kunaweza kuwa watatoka watu ambao watakuja kusema la ilaha illa Allah. Leo ukienda katika ile town ya Taif 100% ni waumini, ni waislamu. Wallahu akbar. Na dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama leo wangekuwa wamegonganishwa ile milima mbili, leo tungeenda tunaona the ruins of the people of Taif, tungesema ndio hii ile mali watu wa Taif wameangamizwa. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliombea Mwenyezi Mungu, alisema ya Allah, watoto wao wanaweza kuwa ni Waislamu, na ikawa hivyo. Alhamdulillah. Mandugu zangu Waislamu, baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa na subra, sasa tunaanza historia ya wale ambao wamekuja baada ya Mtume Nuh alayhi salam. Mtume Nuh alayhi salam tulisema alikuwa na vijana watatu. Mmoja wao alikuwa anaitwa Sam. Ndiye watoto wake wakakuwa wengi, wengine wakaenda upande ile nyingine wa Arabuni. Wakaenda katikati baina Amman wa Yemen, baina Amman wa Hadra al-Maut. Wakaenda wakaishi pale. Hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapatia nini? Wanazuoni wanasema hawa ndio walikuwa Waarabu wa kwanza kabisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliambia ya Abadhar, unataka nikuambie watu wangapi walikuwa ni Waarabu? Akaanza kumtajia majina, akisema Hud alayhi salam, Allahu akbar, Salih alayhi salam, Shuaib alayhi salam. Akamwambia wa nabiyuka ya Abadhar, na mtume wako ya Abadhar. Ni nani huyo? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sasa katika ile watu ambao walienda pale walikuwa wanaitwa Qaumu Ad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapatia kitu ambaye hakupatia mtu mwingine yoyote katika hii duniani. Mwenyezi Mungu aliwapatia gigantic, akawafanya wakubwa, umbo lao likazidi, wakawa ni wakubwa kuliko wale watu wa mbeleni, Qaumu Nuh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapatia nguvu ya hali ya juu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anasema Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad. Kina Iram, watu wa Iram ambaye walikuwa wamejenga majumba marefu. Allahu, mjengo yao ilikuwa marefu sana. Allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema ambao hatukuwaumba mfano wao katika nchi. Jambo mbili sasa. Manyumba yao naye mjengo yao ilikuwa ni marefu sana. Walikuwa wanatengeneza pillars ya hali ya juu kama mlima, kwa sababu walikuwa ni watu warefu sana. Ceiling yao ilikuwa ni mbali, ilikuwa ni juu, kwa sababu walikuwa na nguvu ya hali ya juu. Sasa Mwenyezi Mungu kuwapatia uwezo, baada ya muda, falamma dala alaihimul amad jaa Iblis thani. Baada ya muda Iblis akawakujia tena, venye aliwafanyia mababu zao Qaumu Nuh. Wale watu wenu wazuri wakikufa, simutengeneza sanamu kama hao, ndio rahisi kupitia hao kumwomba Mwenyezi Mungu. Wale watu wao wakafanya tu venye Iblis aliwaambia. Hao wakuenda watoto wao kukuja, Iblis hakuna subra, anaongojea watoto wao kuenda. Sasa akawaambia nini? Hawa ndo miungu yenu, abuduni hao. Sasa tena mara pili, awalu man abadul asnam baada Qaumu Nuh. Hawa ndio walikuwa kwanza kabisa kuabudu tena sanamu baada ya Qaumu Nuh, kwa sababu tunajua baada ya Qaumu Nuh wale walikuwa juu ya ile meli wote walikuwa muuminin, walikuwa na muabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Lakini baada ya muda Shetani akakuja tena akawadanganya, akawahada. Allahu akbar. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatumania mtume. Huyo mtume alikuwa miongoni mwao
walikuwa wanamjua kutoka utotoni. Alikuwa ni mtu mzuri sana, alikuwa anaitwa Hud alayhi salam. Allahu akbar. Mtume Hud alayhi salam aliwaambia nini watu wake? Wa ila adin aqahum huda, katika watu wa Ad, kina Ad Mwenyezi Mungu anasema tulimpelekea ndugu yao Hud. Allahu akbar. Hud alayhi salam aliwaambia nini? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Allahu akbar. Kama kawaida watume wote walipata message moja, msimuabudu yoyote. Anaambia watu wake msimuabudu, muabudini Mwenyezi Mungu peke yake, hamna Mungu mwingine isipokuwa Allah, isipokuwa yeye peke yake ndio Mwenyezi Mungu. Allahu akbar. Hiyo ndio message ya kila mtume alipatiwa, la ilaha illa Allah. Allahu akbar. Hiyo ndio message peke yake, muabuduni Mwenyezi Mungu peke yake. Allahu akbar. Nani anasema hivyo? Mtume Hud alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema nini? Afala tattaqun. Mtume Hud anauliza watu wake, je, hamchi Mwenyezi Mungu? Je, hamuogopi Mwenyezi Mungu? Kadhabat Adun al-mursalin, katika watu wa Ad waliwakanusha mitume. Je, kwa nini imesemekana waliwakanusha watume? Walimkanusha mtume Hud peke yake, mbona ilisemekana waliwakanusha watume wengine wote? Ukimkanusha mtume moja ni kama uliwakanusha watume wote. Ukimkataa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama umewakataa watume wengine wote, Isa, Musa wote. Ukimkataa mtume Isa alayhi salam ni kama uliwakataa watume wote. Allahu akbar. Kwa sababu wote walikuwa wamekuja na message moja. Mwenyezi Mungu anasema nini? Wadhkur aqa adin idh andhara qawmahu bil ahqaf. Allahu akbar. Anaambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtaje ndugu yao Ad ambaye ni Hud alayhi salam. Saile aliwaona watu wake, aliwaonya watu wake katika ile Ahqaf, katika ile town ya Ahqaf, the sand dunes. Ile town ilikuwa na sand dunes, vilima vya mchanga. Waqad qalatin nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema wakaja wengi mitume kabla yake na baada yake, na wote walikuwa nabeba message moja, msimuabudu isiyokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio message peke yake walikuja nayo, kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, watume wote. Idh qala lahum aquhum Hudun ala tattaqun. Saile ndugu yao Hud alayhi salam aliambia, je, hamuogopi Mwenyezi Mungu? Je, hamchi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Allahu akbar. Hud alayhi salam anaambia, je, hamuogopi Mwenyezi Mungu? Inni lakum rasulun amin, hakika mimi kwenu ni mtume ambaye ni mwaminifu. Allahu akbar. Fattaqullaha wati'un, ogopeni Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi. Allahu akbar. Mtume Hud alayhi salam anaambia watu wake, wakaanza kusema mtume Hud alayhi salam amekuja na hii maneno, labda anataka mashilingi, labda anataka pesa. Hivyo ndivyo walimfanyia mtume Nuh alayhi salam. Wakasema labda anataka tumpatie kitu ndio wachana na hii maneno, amekuja na Mungu moja, amekuja na hii maneno ya Mungu moja. Je, kuna kitu anataka kwetu? Mtume Hud alayhi salam alisema nini? Wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Mimi sitaki ujira kwenu, siulize ujira yetu kwenu, ujira yangu haipo ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo ambaye nafanya na wafanyia free of charge, siulize kitu yote na kufikishieni hii message. Ogopeni Mwenyezi Mungu. Wakuu wale watu ambaye the big boys, wakuu katika kaumu yake almala, wale watu wa kusema, wale ambaye wako na pesa, walimwambia nini? Qala almala'u alladhina kafaru min qawmihi
katika ile wakuu ambao wako na pesa ambao wamekufuru katika kaumu yako, alimwambia nini? Inna lanaraka fi safaha. Allahu akbar. Sisi tunakuona wewe Mtume Hud alayhi salam, sisi tunakuona wewe umekuwa mpumbavu, wewe kuna upumbavu, wewe kuna ujinga. Wa inna lanadhunnuka min alkadhibin, na sisi tunafikiria ya kwamba wewe ni katika waongo. Allahu akbar. Hii jambo yote unatuletea si ukweli. Mtume Hud alayhi salam aliwajibu waje, qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Watu wangu, enye watu wangu, enye qaumi yangu, mimi si mpumbavu, mimi sina upumbavu. Allahu akbar. Lakini mimi ni mtume niliyotumwa na Mola wa ulimwengu wote. Allahu akbar. Mola mlezi wa ulimwengu wote ndio alinituma. Nifanye nini? Ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Allahu akbar. Ili nikufikishieni ujumbe kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar. Na mimi kwenu na wapatia nasaha ya hali ya juu. Allahu akbar. Na mimi ni mwaminifu kwenu, mnanijua kutoka utotoni, mimi ni mwaminifu na mnajua sidanganyi, na mnajua nasema ukweli. Ogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Hud alayhi salam akaendelea kuongea na watu wake, akaendelea kuwapatia mawaidha, anaonyesha ile jambo ambayo hao watu wake wanafanya. They were the superpowers at their time, watu ambao wako na nguvu. Mwenyezi Mungu hajawahi umba binadamu kama hao. Allahu akbar. Anaambia nini? Atabununa bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Je, mnajenga juu ya kila mnyanyuko kumbusho la kufanyia upuzi? Wanajenga juu ya kila mlima, kila mahali ambaye sand dunes, vilima vya mchanga juu yake, wanajenga manyumba za kifahari ambaye hawaishi ndani, lakini ya kujionesha, ya kikiburi, ya kubrag. Wanasema ya kwamba unaona nyumba yangu ndo ile, hiyo nyumba ya ndugu yangu, hiyo ni nyumba ya ami yangu. Wanaanza kuoneshana moja moja, ya kukua na ile kibri ya hali ya juu. Allahu. Naambia, je, kupata mali ni kuchezea kama hii sasa venye mnafanya wale matajiri yao? Watattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun. Allahu akbar. Na mnajenga manyumba ya kifahari ya hali ya juu kama kwamba mtaishi milele. Wanajenga manyumba na dhahabu na diamond ya kila aina, wanajenga manyumba za kifahari ya kana kwamba hiyo mtu hawezi kufa. Allahu akbar. Mtume Hud alayhi salam anaambia, walikuwa wanapenda kutesa wale ambaye ni weak, wale ambaye hawana nguvu, wale watu ambaye ni maskini, walikuwa wanapenda kuwatesa sana. Mtume Hud anawaambia nini? Wa idha badashtum jabbarin. Allahu akbar. Sasa ile mnatumia nguvu kwa ujabari, kwa nguvu kwa hali ya juu. Jabbar maana yake ni mtu ambaye ameua zaidi ya watu wawili ama zaidi ya mtu moja. Walikuwa wanapenda kutesa wale ambayo walikuwa ni wanyonge. Allahu akbar. Pia wale ambayo wamemfuata Mtume Hud alayhi salam walikuwa wanapenda kuwatesa sana. Mtume Hud anasema, mkishika watu mnashika na nguvu. Fattaqullaha wadi'un. Allahu akbar. Mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndo anapatia mali hii, mali ambayo mnachezea, mnajenga manyumba juu ya mlima ambaye hamuishi ndani. Mcheni huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nitini mimi kama mtume. Mnanijua kama mimi ni amin, mimi ni mwaminifu, mimi ni sadiq, mimi nasema ukweli, nifuateni mimi. Mtume Hud alayhi salam anaambia watu wake, akazidi kuambia nini? Wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun. Allahu akbar. Ogopeni Mwenyezi Mungu, ogopeni yule ambaye
amewapatia ile jambo ambayo nyinyi mnayojua. Nini hiyo? Amaddakum bi an'amin wa banin. Allahu, amekupeni wanyama wa kufuga na akawapa wana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa mali ya kupita kiasi. Walikuwa na wanyama ya hundred of thousands ya wanyama. Walikuwa na wanyama wa kupita kiasi wa kufuga, ngamia, mbuzi, ngombe, ya kila aina walikuwa nayo. Allahu Akbar. Na Mwenyezi Mungu aliwapa watoto. Walikuwa niishi average ya miaka 1000. Je, kama kila mwaka ama baada ya mwaka 2 anazaa mtoto, je atakuwa na watoto wangapi? Walikuwa na watoto zaidi ya 100. Allahu Akbar. Walikuwa na watoto wengi ambaye watoto hawana ugonjwa, watoto walikuwa na afya, watoto walikuwa na nguvu. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapatia. Mtume Hud alayhi salam hakusimamishia hapo, akaambia nini? Wa jannatin wa uyun. Ombeni Mwenyezi Mungu aliwapatie nini? Hii mabustani ambayo mko ndani. Abu, angalie venye hii mabustani yenu venye iko beautiful, iko smart. Abu, angalieni vizuri. Na Mwenyezi Mungu amewapatia chemchemi ya maji kila mahali, river inapita. Allahu Akbar. Kana kwamba ni peponi. Allahu Akbar. Angalia raha yote Mwenyezi Mungu amewapa. Amewapa nguvu, amewapa power, amewapatia mali, amewapatia wana, akawapatia mabustani, akawapatia maji. Hakuna kitu Mwenyezi Mungu aliwazuia, kila kitu aliwapatia. Lakini ogopeni kitu moja, inni akafu alaikum adhaba yawmin adhim. Akaambia mimi na kukufieni nyinyi isiwapate adhabu ya siku iliyokuwa. Allahu Akbar. Adhabu isikuje kuwapata. Mimi na kukufieni nyinyi. Sasa Mtume Hud alayhi salam, 2, 3, 4, ambaye ni ile downtrodden, wale watu maskini, wakaanza kumfuata Mtume Hud alayhi salam. Sasa wale wadozi, wale wakuu, the big boys, wale wakuu wanajipiga kifua, wanaanza kusema nini? Allahu Akbar. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. الله أكبر. wale wakuu katika kaumi yake ambayo walikufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakakanusha kwa mkutano wa akhira. Wa atrafnahum fil hayati dunya. Allahu Akbar. Akisema nini? Na wale ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwadekeza katika hii maisha ya duniani, akawapatia raha, starehe juu hii duniani, walipata mali, walijiona hawa ndo sasa watu wa kusema, hawa ndo the big boys. Wakaanza kusema nini? Ma hadha illa basharun mithlukum yakulu mimma taakuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Allahu Akbar. Wakisema huyu si chochote ila tu ni binadamu kama nyinyi. Wanaambia wala sasa wale wengine, wale ambayo washamfuata Mtume Hud alayhi salam, walikuwa maskini, wanaambia huyu ni tu ni binadamu kama nyinyi, muangalieni huyu. Yakulu mimma taakuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Anakula mlacho nini na anakunywa mnywacho nini. Huyu ni kama nyinyi tu, anakula chakula venye nyinyi mnakula, anakunywa maji venye nyinyi mnakunywa. Mtamwamini aje? Wacheni tuambie, wala in ada'tum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun. Mkimtii nyinyi, mkimtii binadamu tu kama nyinyi, hakika nyinyi mko kwa hasara. Nyinyi number 1 mmepotea, number 2 nyinyi kwanza mlikuwa maskini, hatuwezi wapati kitu chochote kwetu. Sisi ndo watu wa kusema katika hii town. Mtaingia katika hasara, tutawatesa, tutawakataza mali, tutawakataza raha, tutawakataza kila kitu. Wale sasa walimwamini Mtume Hud alayhi salam walikuwa wachache. Wakasema hata sisi tukikosewa, tukifanywa mabaya yote, sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakutana naye akhira. Mwenyezi Mungu atatulipa, tutapata janna, tutapata raha mustarehe kuliko yeye mko ndani. Wakaanza kusema nini the big boys?
wale ambaye almala wakuu wa kaumu yake wanaanza kusema nini? Aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Je, anakuahidini ya kwamba ati mkikufa, Allahu akbar, mkao udongo na mkao mfupa, ati mtotolewa tena? Anawaahidi hiyo? Hayhata lima tu'adun. Hayawi yale ambaye anakuahidini. Allahu akbar, haiwezekani. Katika hii maisha ya dunia, wacheni tuambie ukweli, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wama nahnu bimab'uthin. Katika hii maisha ya duniani tu utaishi. Katika hii maisha ya duniani peke yake utakufa, kisha utaishi, na hakuna mtu ambaye atafufuliwa. Hatutafufuliwa. Allahu akbar. Katika hii maisha ya duniani tutaishi tuko starehe. Unasema kwamba mtu akifa tena anarudi akiwa kama mtoto mdogo. Mambo kusema tutafufuliwa yaumul qiyama, siku ya mwisho, kuna kufufuliwa, kuna akhira, kuna janna, kuna nar. Hao wanasema hatujui hiyo. Lakini tunataka kuambia kitu moja, in huwa illa rajulun iftara ala Allahi kadhiba wama nahnu lahu bimu'minin. Allahu akbar. Wanasema huyu ni binadamu tu, ni mtu ambaye amezua uongo juu ya Mwenyezi Mungu. Allahu, na sisi si wa kumwamini huyo. Lakini tunataka tuambie kitu moja, wale big boys wanasema nini? In naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Sisi tunaona, sisi tunasema tu baadhi ya miungu yetu walimsibu huyu kwa baa. Huyu sasa ni wazimu, washamwingia katika akili yake. Huyu si mtu ambaye ni normal. Allahu akbar. Wanaambia mtume wa Mwenyezi Mungu hivyo. Mtume wa Mwenyezi Mungu anajibu nini? Anasema nini? Aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum. Allahu. Je, mnastajabu ya kwamba mawaidha ya Mwenyezi Mungu imekuja kwa mtu mmoja katika kwenu, katikati yenu, ambaye mtu mmoja ambaye ni mimi Mtume Hud alayhi salam? Ndio mnastajabu ya kwamba huyu binadamu kama nyinyi ndo aliletea hiyo message ya Mwenyezi Mungu ili awafikishie nyinyi? Allahu akbar. Wadhkuru idh ja'alakum khulafaa min ba'di qawmi Nuhin wazadakum fil khalqi basta. Allahu akbar. Kumbukeni nyinyi, Mtume Hud alayhi salam anawakumbusha watu wake, nyinyi mmekuja pahali pa qaumu Nuh, mmeshachukua pahali pao. Nyinyi ni wafuatizi baada ya qaumu Nuh, na Mwenyezi Mungu akaongozea zaidi kwa umbo yenu, aliwapatia umbo ya hali ya juu. Allahu akbar. Baada ya Mtume Nuh alayhi salam, kumbukeni venye Mtume Nuh, qaumu Nuh venye walifanyiwa. Sasa mkikumbuka hiyo, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Allahu. Anasema nini? Mkumbukeni neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili mufanikiwe. Allahu akbar. Anaambia watu wake Mtume Hud alayhi salam. Watu wake wakamwambia nini? Ewe Hud, wacha sasa tukuambie ukweli. Ewe Hud, qalu sawa'un alaina awa'adta am lam takun min alwa'idin. Ewe Hud, ni mmoja kwetu ukitupatia mawaidha ama ukukua wale ambaye hawapatiani mawaidha. Whether you tell us or don't tell us, we don't care. Ewe Hud alayhi salam. Allahu akbar. In hadha illa khuluqul awwalin. Haya sio yote, ni mtindo wa watu wa kale, watu wa zamani. Ameambia Mtume Nuh alayhi salam wa kaumu yake ambayo wameangamizwa, wanasema hiyo ni watu wa zamani, hiyo ni historia ya zamani. Wangapi katikati yetu sahi ambaye ni Waislamu, ukikuja uambiwa twende uswali, twende misikiti, tuogopa Mwenyezi Mungu, fanya jambo mzuri, unaanza kusema hata ukiniambia usiponiambia, me I will not go.
Ukaambia unajua kuna kauma ambayo wameangamizwa, anasema hiyo ni mambo ya zamani. Hivyo ndio walivyosema watu wa Hud. Hivyo ndivyo walisema kaumu Ad. Allahu akbar. Wakasema nini? Jambo moja ambayo ni ngumu sana, ambayo leo tunamaliza na kisa yetu, tunamaliza na historia yetu ya leo. Wamesema nini? Wama nahnu bimuadhabin, wala sisi hatutaadhibiwa. Allahu akbar. Hiyo story ya kaumu Nuh ni ya zamani, sisi si wa kuadhibiwa. Tunamaliza tunasema wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.